Kuna ambaye alizungumzwa hapa baada ya mchezo wa jana ambapo Frank de Jong amezungumza. Unajua kuna vitu vingi vilitokea baada ya mchezo. Frank de Jong amezungumza, Rafinha amezungumza, tangalia yote, lakini Frank de Jong anasema kwamba tunaendelea kuonesha kwamba sisi bado ni timu ambayo ni ya vijana wengi wadogo, lakini tuna timu imara sana. Msimu uliopita tulishinda mataji, lakini pia hata msimu huu pia tumefanikiwa kushinda mataji, na inaonekana inaumiza kutoka katika mtindo huu kwenye michuano ya UEFA Champions League. Hata msimu uliopita pia ilikuwa hivi, lakini alichozungumza ni kwamba kulikuwa kuna maamuzi mengi mabovu ya waamuzi katika mechi zote hizi mbili, especially mchezo wa kwanza dhidi ya ATM ambapo Marc Pubil alishika mpira na mwisho siku hakutoa hiyo penalty. Ile tukio mwenyewe sikuliona la Marc Pubil. Nikuja kuliona baadaye kwenye mtandao. Yeah kabisa. Lakini anasema tulikuwa timu bora, yani tunaamini kwamba tulikuwa timu bora katika michezo yote miwili na tulitawala michezo zote mbili licha ya kwamba tulikuwa watu 10 uwanjani. Ambaye anazungumza Frank de Jong yana uhalisia, yana ukweli kwa kiasi gani? Yana uhalisia na yana ukweli kwa asilimia kubwa, kwa sababu ukienda kuangalia game zote mbili ni kweli Barca aliingia kama favorite na dominate game kwa kiasi kikubwa na alitengeneza nafasi, lakini ubora wa goalkeeper pamoja na nidhamu ya Atletico Madrid ulipelekea kwa namna moja au namna nyingine kupoteza hizo mechi mbili ambazo wamecheza. Lakini pia kwenye isha waamuzi pia mimi nimetake time pia, unajua sababu tulikuwa na mjadala pale kuhusiana na issue ya ile ilikuwa penalty au sio penalty. Red card unamaanisha au unazungumzia ile goalkeeper? Red card, yes. Kwa sababu hiyo nayo pia ilikuwa imechangia kwa namna moja na namna nyingine Atletico kuona okay tupo kwenye comfort zone, kama watu wako pungufu pia kuna kitu kinapungua, na wenzetu wamekuwa na hiyo discipline kubwa, wanapoona mchezaji amepungua wanajua kutumia ile nafasi. Nilikuwa naangalia ile scenario kwa makini zaidi tofauti na jana, nikaja gundua kweli kuna mistake ilikuwa imefanyika pia kwa referee. Kwangu mimi nilikuwa naamini kama mchezaji ni wa mwisho, kwanza tunaangalia umbali kati ya kutoka kwa mchezaji alipo na kwenda kwenye goli, ndio tunaangalia foul kweli jamaa alikuwa amefamilia kwenda kuicheza hiyo foul, lakini pia huo tunaangalia ni kweli kulikuwa na obvious wa kumzuia mtu kwenda yani kulikuwa na hayo mazingira rafiki ya huyo anayeshambulia kwenda kufunga. Hivi vyote vikitokea na huyo mtu ni mtu wa mwisho, ni kweli ni straight red card. Lakini sikuona kama kuna madhambi Gasi aliyafanya kwenda kwa mchezaji ambaye amesababishia kwamba tuteme kwamba amemfanyia faulu mbaya ambayo ana deserve ya kupata red card. Kwa hiyo namna moja na muelewa Frank de Jong akisema kwamba kuna maamuzi ambayo hayakuwa sahihi yaliwasababishia wao wakati mwingine ku lose concentration uwanjani mnapotolewa, wakati mko kwenye bato ya 2-1 huenda mchezaji angekuwa ametimia mngepushi zaidi kuweza kupata magoli. Lakini ndio football inavyokuwa, wakati mwingine huwa haitendi haki kama ambavyo watu wanatarajia kuona. Unaelewa? Unakuwa bora wakati mwingine, lakini mistake moja ya referee inapelekea wewe kukuondosha kwenye michuano kama ilivyotokea. Tukio la Eric Garcia kwa Alexander Sørloth ambalo lilisababisha kadi nyekundu. Ni nini ambacho kilifanya foul pale? Mkono au mguu au kiungo gani cha mwili ambacho kilipelekea Sørloth akaanguka na ikawa red card? Nilikuwa natazama upya na nilikuwa natazama kwa mara nyingine ile tukio. Pale kuna vitu viwili ambavyo Garcia alivifanya. Jambo la kwanza tunasema ku trips. Yani ule mguu ulienda kugonga miguu ya Sørloth. Lakini kuna mkono ambao ulikuwa kwenye mgongo wa Sørloth kupush. Unapokuwa kwenye kasi mtu akupush ejelishi katika uzito wa hali ya juu ama kwenye uzito wa wastani, lakini akitumia tu nguvu hata wastani kukupush hivi inawezekana ukapoteza direction. Lakini kwa mshambuliaji pale amechukua advantage, amesense kwamba chini nimeguswa, lakini mgongoni pia kaniwekea mkono. Na matarajio ya Sørloth pale ni kwamba tupo kwenye 1-on-1, yani tupo mimi na Garcia tu, hakutazama kwenye upande wake mwingine kama kuna nani ambaye anakuja. Lakini kwenye ile tukio Kiza lazima tu discuss hapa. Kuna vitu kama vinne ambavyo nitavitaja, alafu tuniambie ni kipi ambacho kilistahili kuhalalisha kadi na kipi ambacho hakikupaswa kuhalalisha ile kadi. Twende. Tukio la kwanza ni umbali kati ya tukio na lango la mpinzani. Yes, kuna faida ya umbali pale kwa sababu umbali haukuwa mrefu sana. Lakini jambo la pili ni uelekeo wa mchezo. Inawezekana umbali usiwe mrefu lakini uelekeo ukawa unaenda wide na umfesi au lifesi lango. Uelekeo ndio tutasema tunaweka tiki. Jambo la tatu ni udhibiti wa mpira. Nani alikuwa na umiliki wa mchezo? Umiliki alikuwa nao Sørloth. Jambo la nne sasa ni idadi ya walinzi kwenye eneo la mwisho.
kwamba mimi naweza nikakuchezea foul. Unapewa pale foul ni kwa sababu unakuwa umemnyima yule mtu nafasi ya kwenda kufunga. Sasa je, pale mlipo nyie kuna mlinzi mwingine ambaye anaweza kutumika kama msaada baada ya yule mlinzi namba 1 kushindwa kumdhibiti yule mchezaji? Kwangu mimi pale Jules Kunde hakuwa mbali na Gafia. Maana yake hakuwa mtu wa mwisho. Gafia alikuwa mtu wa mwisho. Lakini distance kati ya Gafia na Kunde alikuwa na uwezo wa kufanya recovery kwenda kwa Solas. Binafsi kwangu mimi, kama kuna mtu atanisahihisha, lakini nilipokuwa naona umbali kati ya Kunde na Jules Kunde pamoja na Eric Gafia, hakukuwa na umbali mrefu kiasi hicho. Na ndio maana muamuzi mara ya kwanza alitoa kadi ya njano kwenye ile tukio. Na kwa sababu naye muamuzi akili yake ilikuwa imemhalalishia hivyo kwamba hii ni yellow card. Lakini alivyoenda kwenye VAR sijui, lakini binafsi naamini kwenye hayo matukio manne ile moja linakataa ile red card kwenye distance kati ya mlinzi na mlinzi pamoja na mshambuliaji. Okay, maana mimi eye test yangu ilikuwa inanionyesha hakuwa mtu wa mwisho. Nahisi kama ulikuwa kwenye ukikaa kwenye vertical line, ukikaa kwenye horizontal line hivi. Gafia yuko mbele ya Kunde. Kweli eh? Yeah, ukikaa hivi kabisa Gafia yuko mbele ya Kunde. Hiyo ndio nilikuwa naiona mimi hiyo. Okay, sawa. Yule alikuwa ni mtu wa mwisho. Rafinha ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na hasira sana jana, na hata baada ya mchezo kumalizika ni kama alikuwa anawaambia mashabiki wa ATM kwamba mtatolewa next round. Yani msinani sana, msijisikie mko somewhere wakati next round mtarudi nyumbani hapa Metropolitano. Lakini alizungumza vitu vingi sana ambavyo yani alikuwa sijui ana hasira kiasi gani. Unajua alizungumza kwamba hii mechi, anasema as far I'm concerned, hii mechi ilikuwa fixed. Yani kwa jinsi ambavyo mimi naona hii mechi ni kama kwa imepangwa hivi, sijui umenielewa. Lakini baada ya kuzungumza haya, kwa sababu pia akasema kwamba ilikuwa ni robbery, yani mechi hii ilikuwa inajumuisha wizi, yani kwamba wao wameonewa sana, haki imeporwa. UEFA Champions League au shirikisho la mpira wa miguu barani Ulaya UEFA linaweza likamfungia Rafinha kwa kusema mechi ya Barcelona dhidi ya Atletico Madrid ilikuwa ni mechi ya wizi. Na tukumbuke mwaka 2019 Neymar akiwa na timu ya Paris Saint-Germain alikutana pia na adhabu kama hiyo. Kwa hiyo hebu turudi sasa kwenye haya ambayo alikuwa anayaonesha baada ya mchezo. Ni passion au unashindwa kuzuia hisia na kukubaliana na uhalisia? Okay, it's okay bana, tumetolewa, tukubali. Lakini kuwaambia mashabiki bana, nyie mtatolewa, baadaye unakuja kwenye vyombo vya habari unasema bana, hii mechi ilikuwa ni robbery, sijui iko fixed. Ni sawa sawa kusema hivi? Hapana, mimi naamini ametumia zaidi hisia kuliko uhalisia wa mambo, na hii inakuja nikiwa una matarajio makubwa zaidi. Na matarajio makubwa zaidi yalikuja pale ambako ndani ya dakika 30 tu tayari wamepata uongozi wa magoli mawili. Alikuwa naamini mechi iko kwenye himaya yetu na tunaweza kufanya chochote na kupata ushindi na kuqualify, lakini vitu vikaenda tofauti. Ndio pale sasa hisia hasi zinaanza kuchochewa kwamba tunaanza kutafuta sababu ya kwa nini tumefungwa, kwa nini tumeondolewa kwenye mashindano. Ndio hiyo inakuja hali ya kuambia mashabiki kwamba na nyie mtatolewa. Yani hii inakupa tafsiri kwamba hakupenda Atletico kwenda hatua inayofuata. Alikuwa anaamini wao ndio wana deserve kwenda kucheza hatua inayofuata, kwamba ingetokea wao na qualify kwenda huko, ingetokea angeweza kuambia kwamba wachezaji wenzake na sisi tutaenda kutolewa hatua inayofuata kwa sababu tunaenda kucheza pia na timu ngumu. Sidhani kama angezungumza hiyo kauli, ni kwa sababu tu ya kile ambacho kimetokea. Hasira zimetawala zaidi kuliko kile ambacho kimetokea. Ukijaribu kuwaza hiyo robbery ambayo anaizungumzia, mechi kuwa fixed, inawezekana kwa namna ambavyo yeye ameitazama anaona hayo mazingira ya mechi kuwa fixed, lakini vipi wakati wao wanaongoza mechi haikuwa fixed? Yani ikitokea wao wangequalify na watu wakazungumza kwamba mechi ilikuwa fixed, angekuwa na nafasi ya kujitetea. Kwa hiyo mimi naamini ni hisia zimekuwa kubwa zaidi kwa sababu ya matarajio ambayo tayari yalikuwa kwenye kichwa chake kwamba yes, tunaenda kupindua matokeo na ndani ya dakika 30 tu za kwanza tumetangulia kupata magoli. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni hisia tu zimekuwa kali. Yes, nafikiri massive shoutouts zinaenda kwa baadhi ya wachezaji hapa. Marcos Llorente jana alikuwa na game nzuri sana. Mipambano 8 ameshinda, lakini pia alifanya tackles 7 katika mchezo siku ya jana, assist 1. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao nafikiri kwanza ndio alikuwa man of the match. Sijui kwa nini walimpa Dani Olmo, but I don't know. Lakini mimi kwa upande wa Atletico
Ruggeri alistahili Yes, kuwa na Matteo Ruggeri pia alikuwa na game moja kudili na Lamine. Alafu kuna muda alikuwa anakosa hata backup ya Lookman. Yeah. Ile ilikuwa special sana. Matteo Ruggeri alikuwa na game nzuri sana, lakini Atletico Madrid unajua kwa asilimia kubwa sana endapo wakishinda ugenini wana asilimia nyingi sana za kwenda kushinda, za kufuzu kwenda next round. Na hivyo wamefanya hivyo mara 23 kwenye UEFA Champions League, na ikiwa ni kuingia kwenye hatua ya nusu finali ya Champions League kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2017. Na tukitoka hapo sasa tuenzetu kwenye mechi nyingine, mechi ambayo inakutanisha au inahusisha miamba kweli kweli. Bwana jana nilikuwa na mimi Liverpool anaweza kufanya kitu, lakini imani ilitoka wapi Rishi? Kwa sababu basi ulikuwa unanihamasisha mpaka chini pale kwamba tumpe Liverpool kwenye mkeka. Nikamwambia kaka, mimi nakuheshimu na nimechati na mwanangu. Nafikiri unajua nikichati na Desire waga mambo yanakuwa na uhakika. Hajawahi kukudanganya. Bana jana PSG wamepata ushindi wa bao 2-0 dakika 72 dakika 91. Sio mwingine ni Ousmane Dembele, mmoja kati ya wachezaji ambao comeback yao sio poa kabisa kwenye football. Jana amefunga mabao mawili na mwisho siku Liverpool wanazikwa kifo kizito kabisa. PSG waache kuonea timu za England. Lakini hebu tujaribu sasa kuangalia mambo kadhaa hapa katika mchezo wa siku ya jana. Unajua jana nimeona Vicha Kvaratskhelia ametoa pasi ya mwisho kwa bao la kwanza la Ousmane Dembele. Na ukifuatilia kwamba Vicha Kvaratskhelia amehusika katika mabao 14 katika michezo 14 iliyopita UEFA Champions League, mabao 9 na assist 5, sio kitu kidogo. Lakini pia Paris Saint-Germain, timu ya kwanza ya Kifaransa kuingia katika hatua ya nusu finali, either ni Europa Cup au European Cup au UEFA Champions League mara mbili au katika misimu mitatu mfululizo, 2022-23, 2023-24, ilikuwa 2023-24, 24-25 na 25-26. So ni moja kati ya timu ambayo kwa sasa hivi unaweza kusema okay, lazima tuwape hiyo respect kwamba ni timu bora sana barani Ulaya. Evans Evodius. Yes. Ilikuwa ni mechi ambayo kwanza inaonekana ni ya upande mmoja. Yaani yes, ni mechi kali lakini ni kwa majina. Lakini tukipima ile quality, Paris wako mbali sana. Yaani wako kwenye tunasema je, kwenye ile yani wako darini, alafu Liverpool ndio yani wako mbali kabisa. Lakini watu wako wanasubiria hizo moments ambazo ndo tunasema kwamba bana moments za football. Lakini Ousmane Dembele anasema hapana, kitu kiwezekani na sisi tunataka kucheza nusu finali. Ilikuwa ni mechi ambayo kwako ilistahili kumalizika katika matokeo haya au Paris walipaswa kufanya bora zaidi ya hapa? Naamini ilitakiwa kuwa zaidi ya hapa. Unajua Liverpool wamekuwa na mwendelezo mbaya sana. Yes. Yani namna ambavyo timu yao inacheza kidogo inatia mashaka. Na ukiangalia form ya PSG, namna ambavyo wachezaji wao wamekuwa wanajitoa. Unajua kuna nyakati PSG anaweza sikupe mechi nzuri, lakini kuna watu wanaweza kawa na nyakati nzuri kwenye huo mchezo. Yes. Na moja kati ya watu ambao unaweza ukawa nyima kutokuwa na moment nzuri, kumnyima Ousmane Dembele kutokuwa na moment nzuri ni kazi ngumu. Yeah. Kvaratskhelia kumnyima sio na moment nzuri ni kazi ngumu pia. Marquinhos kwenye eneo la ulinzi kumnyima sio na moment nzuri pia ni changamoto nyingine. Kwa hiyo naamini Liverpool kuna vitu vingi vinaoendea tofauti msimu huu. Na jana mimi nilikuwa natamani kutokumuona Mo Salah Hansi na jana kweli ya kwanza. Kwa sababu ya moja, mimi naamini kwenye 100% za performance mbaya ya Liverpool 20 mpaka 30 ni Mo Salah. Amekuwa kwenye kiwango ambacho sio cha kuridhisha. Kuna nyakati ambazo unaona kabisa Mo Salah anatakiwa kuwapa watu alama kwa nafasi anazozipoteza, lakini imekuwa tofauti. Kwa hiyo jana wamekutana na timu ambayo imewazidi ubora kwa sasa. Ulivutiwa na lineup? Hugo Ekitike, Alexander Isak katika eneo la ushambuliaji, lakini pia kuna viungo wawili pembeni. Nimeona alikuwa ni Florian Wirtz nimeona. Yes. Lakini nimemwona kwenye eneo la kiungo pia Dominic Szoboszlai, lakini pia watu wanazungumza pia kuhusiana na namna ambavyo ile setup ya lineup. Wirtz alikuwepo upande wa kushoto, kulia Alexis McAllister, nyuma yuko Gravenberch na Dominic Szoboszlai. Liverpool ilivutiwa kwa namna ambavyo wameenda na hii approach. Inawezekana on paper iko hivi, lakini kwenye kutekeleza vitu yes vikawa tofauti. Mimi naamini walichokuwa na kikosa Liverpool ni utimamu tu kwenye eneo la mwisho, kwa sababu tunazungumza PSG goalkeeper wao amesafa zaidi kuliko ambavyo Mamadashvili amesafa.
Mmoja kati ya magolikipa ambao mimi siwapendi yule Sofonov wa PSG. Ni mgumu sana kumfunga. Yes, na sasa wapendi kwa sababu mtu anatekeleza wajibu wake. No, never sana nazungumzia ile football wise. Kwamba yani kuna magolikipa ambao ni ngumu sana kuwafunga. Yes, kwa hiyo namna ambavyo amesafa ni tofauti na Mamadashvili, lakini utimamu sasa wa yeye mwenyewe goalkeeper, walinzi wake, kuna kama unakumbuka kuna moment alifanya save mpira wa pili anakuja kuwini Marquinhos. Ilikuwa inatokea tu angekuwa hayuko Marquinhos kwenye hilo eneo, tunazungumza Liverpool wanapata goli. Lakini ndio inakupa tafsiri sasa ya hii ni timu ambayo imekuja kwenye kushindana kweli kweli. Kila mtu ana play part yake. Mimi kwenye issue ya lineup inaweza isiwe issue sana. Issue ni mnatekeleza vipi sasa majukumu kiwanjani. Kwa kwangu mimi kwa Vitsi kwanza huko on paper kwangu mimi ilikuwa na changamoto yoyote. Swala la msingi ni kwamba Paris wanaweza kufika finali George na kutetea ubingwa. Uwezo huo wanao kabisa, japokuwa mechi ya jana hawakuwa katika ubora kabisa. Moments mbili tu za Dembele ziliamwaga. Unaweza ukaelewa ni kwa nini, kwa sababu ulikuwa unamuuliza Evans issue ya Liverpool kuanza na ile lineup. Unajua lengo labda mwalimu alikuwa anataka ni timu icheze direct zaidi. Ukiona Ekitike na Isaac, maana yake unataka timu icheze direct. And then Szoboszlai kwenye eneo la midfield aliweka viungo wengi kwa sababu alikuwa anataka kuwa na msongamano wa watu kwenye midfield kwa ajili ya kushinda zile second balls ama mipira ya pili mingi ambayo ilikuwa inadondoka pale. So kwa PSG jana ambacho walidhibitiwa zaidi ni kwa sababu Liverpool hawakutaka kufanya, yani hawakutaka kuzuia kuendana na movement za wachezaji wa PSG. Ukitaka kumark movement za wachezaji wa PSG unaweza ukajikuta umecollapse, yani muundo wenu wa kuzuia umecollapse, umeharibika, na kuna maeneo mengi ya wazi ambayo Paris wanaweza wakawaletea shida. Lakini eneo lingine ambalo alifanikiwa Liverpool jana na Luis Enrique anatakiwa achukue kama somo anapoenda kucheza na Bayern ni kwenye kucontrol transition. Anapoenda kucheza na Bayern. Ushapitisha? Hiyo mechi yake imeisha. Kwangu mimi ipo wazi. Mechi yake imeisha. Hamna ujanja kwenye Champions League wakati. Okay. So lazima awe na uwezo wa kudhibiti transition. Jana kuna muda na unaona hata goli ambalo amefunga la kwanza hivi. Pale utampongeza Dembele na Vicha kwa sababu Dembele movement ambayo ameifanya aliwagawa wachezaji watatu wa Liverpool kwenye eneo la kiungo. Goli la pili ni walisinzia pia Liverpool kwenye unajua mkiwa kwenye moment ya kushambulia sana msisahau kutengeneza rest defense yenu. Kwa hiyo for me PSG ana uwezo wa kumchallenge na ndio timu ambayo naona inaweza kumchallenge Bayern. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.